Wanangu mjambo? Hello. Historia ya Tanzania na maadili oye. Oye. Tanzania oye. Oye. Kwa muktadha wangu juu wanafunzi, mimi ni washauri mpende mtaala mpya na masomo husika ambayo imeboreshwa. Lengo ni nini? Lengo ni kuangalia tunagusa mustakabali kabisa wa taifa letu. Maana tumeona tujifunze historia yetu, tumetokea wapi, maadili yetu kama Tanzania ni yapi. Unaona Kwa hiyo tuachane na kujifunza. Kwanza sasa hivi tumepunguza mzigo. Zamani ulikuwa unabeba begi kubwa mpaka unadondoka nalo. Sasa hivi mambo yamerahisishwa, unaelewa, unazungumza vitu halisia. Kwa hiyo Tanzania oye. Oye. Mtaala mpya safi. Safi. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa majina naitwa Mwalimu Hamimu Resi, ni mwalimu wa Jamhuri Sekondari katika somo la historia Tanzania na maadili. Ni cha kwanza kabisa nipende kumshukuru kwanza Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba kuna hitaji kubwa sana la kuboresha mtaala mpya. Toleo la ulioboreshwa mwaka 2023 umekuwa na tija kubwa sana. Tumeona mwelekeo wa somo husika katika malengo kabisa yale tunazungumzia kumwandaa mwanafunzi ili aweze kuendana na mazingira yake halisia. Ukiangalia mtaala umegusa kila aina katika nyanja mbalimbali ikiwemo masuala ya kijamii, uchumi, hata kiutamaduni. Mfano sisi katika somo letu la historia Tanzania na maadili tumeona tunaangalia nini maana ya maadili ya Tanzania. Historia yetu ikoje kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia hata katika maana ile ya urithi wetu unazingatia vipi maadili, chimbuko la jamii mbalimbali za Tanzania, mifumo mbalimbali walikuwa wanaishi. Ukiangalia yamegusa maadili mbalimbali. Ukiangalia hata historia ya jamii kabla ya ukoloni na baada ya ukoloni, yote ni katika kuangalia maadili husika. Kwa hiyo mtaala umegusa kwa namna moja au nyingine. Sisi walimu tumepokea kwa kiasi kikubwa na tunaendelea kutekeleza, na wanafunzi wamepokea kwa namna moja au nyingine, wanafurahia somo husika katika mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo nione ni jambo la kusiza kama Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, serikali pendwa, ni namna tu fulani ione kwamba inaboresha kwa namna moja au nyingine. Kwa maana tuangalie ni kwa namna gani kama wameanzisha masomo kama ya ufundi, uone miundombinu ya ufundi kama shule fulani ni vitabu, vifaa vya kujifunzia na nyenzo mbalimbali, hasa tuendane na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mimi kwa ufupi, mtaala mpya uko vizuri, vijana wanafurahia na wanaenjoy. Niko hapa na wanafunzi wangu wahusika ambao kwa darasani, niko na wanafunzi wa kike na wa kiume katika kutekeleza mtaala ulioboreshwa. Sisi kama Jamhuri, wanafunzi wanafurahia mtaala mpya na wanajifunza kwa vitendo. Sio tu ili mradi ajifunze, bali anakuwa na nyenzo iliyokuwa muhimu katika kupata maarifa. Ule umahiri uliosikiwa ni kwa namna gani? Sawa Nani wewe? Kwa majina naitwa Majid Salim Yakub. Kwa vizuri, ni marahisi na unaweza ukaelewa kwa urahisi. HTM. Ndio somo linahusu nini hilo? Somo linalohusu historia ya Tanzania na maadili. Inahusu historia ya Tanzania, utamaduni wetu, kujua urithi wa Tanzania wetu uliachiaje, tunajua chimbuko la Tanzania. Naelewa mwalimu anapofundisha, anafundisha kwa usahihi, anafundisha kiutaratibu, wanafunzi wote wanaelewa darasani. Ina faida ya kujua biashara utakayotekeleza wakati uko mkubwa. Walimu ongeze juhudi ya kutufundisha na watufundishe kitaratibu tu tunaelewa. Nasrat Ali Kwai. Nasrat. Nimepokea vizuri. Mambo yanaendaje? Masomo ya sayansi kuendelea na niliacha. Kwa mfano somo gani? Physics, kemia na biology. Ufundishaji wao ni mzuri, huwa wanatuelekeza vizuri na kuelewa, huwa wanatufundisha mistadi zaidi. Unisaidia kujua asili yangu, urithi tulioachiwa katika nchi yetu.
itanisaidia mimi mwenyewe katika kufungua biashara zangu na kuelewa jinsi biashara inavyoenda nchini mwetu. Maombi. Wawe wakitufundisha vizuri kwa ustaarabu na kistadi zaidi. Kwa majina naitwa Mwalimu Yusuf Hamis Kiswaga, ni mwalimu wa taaluma Jamhuri Sekondari. Na kuhusiana na swala la mtaala mpya, ni wazi kuwa kwenye taifa letu tulikuwa tuna haja ya kufanya mabadiliko kadhaa katika sera yetu ya elimu. Toe pongezi katika idara ya elimu na wizara ya elimu kwa kuliona hilo na kufanya mabadiliko, kwa kuwa miaka mingi sera yetu ya elimu ya zamani ilikuwa ikiandaa vijana ambao mwisho ilikuwa ni watu wa kutegemea sana taaluma walizonazo. Kwa hiyo kama mtu alisoma ualimu, basi hawezi kufanya kazi nyingine tofauti na ualimu. Kama mtu alisoma sheria, hawezi kufanya kazi nyingine tofauti na sheria, na vivyo hivyo kwa taaluma zingine. Lakini sera hii ya elimu ni sera bora sana kama tutaamua kuisimamia na kuishikilia, kwa sababu kama mtoto anaanza kufundishwa swala la biashara akiwa kidato cha kwanza, tunatarajia atakapomaliza kidato cha 4 akiwa na msingi mzuri wa somo la biashara, anao uwezo wa kuanzisha biashara ambayo itamsaidia katika kuendesha maisha yake. Tumekuwa katika swala la ufundishaji, ni sera ambayo inamjenga mwanafunzi kuwa bora zaidi, na nafikiri kama kuna sera bora ya elimu ambayo kwenye nchi yetu tumeweza kuibua, basi hii katika zilizopita hii itakuwa ni bora zaidi, kulingana na kuwa hata ufundishaji wake ni ufundishaji shirikishi zaidi kuliko mitaala mingine. Sasa hivi unaona hata vitabu, waandishi wa vitabu, mfano vitabu vya Tai, vimeandikwa kwenye mazingira ambayo vinamtaka kijana asome kitabu, asome stories zilizopo katika kitabu ili aweze kupata maarifa. Inamjengea uwezo mtoto wa kuweza kusoma na kuandika. Na hapo tutakuja kutatua kero na adha ya mwanafunzi kufika kidato cha 4 hajui kusoma na kuandika, kwa sababu vitabu vinamdirect mtoto aweze kusoma na kuandika. Na hii inarahisisha katika ufundishaji, kwa sababu vitabu vingi vilivyokuwa vikiandikwa mwanzo ilikuwa ni vitabu ambavyo vinamtaka mwalimu awasilishe zaidi kwa mwanafunzi kuliko mwalimu kushirikiana zaidi na wanafunzi. Nafikiri pia hata katika ufundishaji imeboresha zaidi. Kwangu mimi, kitu cha kuongezea zaidi katika sera hii ya mtaala mpya ni serikali kuendelea kuongeza hadhi na kuboresha miundombinu ya usomaji. Mfano, watu wanaosoma masuala ya kilimo, tunapaswa kuwa na shule nyingi sana ambazo zinajihusisha na masuala ya kilimo, na sio kutegemea shule chache, kwa sababu shule chache haziwezi kuzalisha idadi kubwa ya watu wenye ubora katika kilimo. Lakini pia kwenye ufundi washi na sekta zingine zote, serikali inapaswa kulitazama hilo na kuongeza shule nyingi zaidi, ili kuhakikisha kuwa katika hizo shule, katika kutekeleza hii sera, tunakuwa na shule nyingi ambazo zitakuja kutuletea mafanikio baadaye. Mimi nafikiri niipongeze serikali kwa hilo, lakini sehemu yoyote ambayo kutakuwa na mapungufu ambayo kwa maoni yangu hayakuweza kutajwa, Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.